Alhamdulillah, mambo yanaenda vizuri. Tupata ushindi mwingine wa CRDB, tumevuka kwenye hatua inayofuata. Ni kiasi cha kumshukuru Mungu kwa sababu rotation ya kikosi iliyofanyika na mwalimu ilikuwa kubwa, ambayo kwenye mashindano kama haya vilabu vingine vikifanya rotation ya namna hii wanatoka kwenye mashindano, yani wanatoka mara moja. Lakini kwa kuwa tuna timu nzuri, wachezaji wazuri, quality nyingi kwenye kikosi chetu, wachezaji wote wameonyesha uwezo mkubwa, na sisi mashabiki alhamdulillah tuna furaha kuona kwamba kila mchezaji anayepata nafasi kwenye timu yetu anaonyesha uwezo mkubwa, quality kubwa, kwa sisi kwetu tuna enjoy. Performance ya Jonathan Kangalombo kaonesha consistency yake leo, kaendeleza. Jonathan Kangalombo kwangu mimi ni mchezaji mkubwa mzuri sana, mchezaji mkubwa alafu mzuri. Kwa nini mchezaji mkubwa? Ana uwezo wa kucheza position yoyote kwenye nafasi zile za juu. Leo mwalimu amemchezesha kama top striker kule juu na amefunga goli katika lile eneo la mwisho, lakini kiwango chake kwenye namna ambavyo alivyokuwa anacheza, mimi binafsi nimependa alivyokuwa anacheza, kwa sababu alikuwa anajua namna ya kuchomoka kwa kimbia mabeki, alikuwa anatengeneza nafasi, alikuwa na uwezo wa kupiga mashuti. Ni mchezaji mzuri ambaye kama mwalimu atamtumia kwenye eneo la mwisho katika staili hii, ana uwezo wa kuzalisha magoli mengi na assist nyingi sana kwenye lile eneo. Ni mchezaji mkubwa sana. Ni mzuri pia Kangalombo. Yani ni mzuri, yani tofauti na ambavyo watu walikuwa wanategemea kwamba anaweza kuwa winga pase ambaye atakuwa anakimbia pembeni na kupiga mitungi na nini, lakini tofauti na jicho langu ambalo limeona ni mechi ya pili mwalimu anamtumia kama striker wa juu, na anapomtumia kama striker wa juu maana yake ni kwamba ana uwezo wa kutengeneza mianya ya mipira ambayo inaingia kwenye eneo la mwisho. Anatengeneza njia ambazo watu wa mpira wanajua, yani kuna nafasi za wazi zinatengenezwa za kufunga magoli mepesi. Angalia goli lake alilofunga leo la CRDB, amepasia nyavu, yani kwa maana kwamba amepasia nyavuni, hakupata tabu kwenye kuscore kwa sababu alishatengeneza mwanya wa kufunga. Maana yake ana uwezo wa kutoka huko akakulazimisha beki ili kule watu ambao wa mwisho wanaopiga mipira ya mwisho wawe eneo sahihi wa kupiga mipira ya kuburuza, ambayo yeye akifika kwa spidi yake ana uwezo wa kuchomoka kwa haraka na kupasia golini. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji mzuri ambaye anajua kutafuta nafasi. Kubwa kuliko lote ni kwamba tunaelekea kwenye mchezo dhidi ya Tabora. Mimi nawapongeze tu wachezaji wa Songea, wametugea mechi nzuri. Unaweza ukachukulia poa, lakini kuna timu ambazo zilikutana, timu kama hii wanatoka kwenye mashindano tena wanaweza kufunga hata 5. Kwa mfano Azam wabovu wakutana na timu kama Songea hii wanaweza wakala hata 5, kwa sababu angalia walivyotolewa na Mbeya City. Angalia jinsi walivyotolewa, si mnaweza mkachukulia poa timu ya ligi daraja la kwanza, lakini angalia Azam walivyotolewa na Mbeya City. Hizi timu za ligi daraja la kwanza ni timu nzuri, zinacheza vizuri. Kwa hiyo kama unapata mechi nao, utaona quality ya wachezaji wako ambao mara nyingine wapate nafasi kwenye timu za ligi kuu. Wakipata nafasi kwenye michezo kama hii, quality na uwezo utaiona tu. Kitu kinachofuata ni dhidi ya Tabora. Yes. Sasa hapa yule dada akapiga kelele, yule ni mtu wa michambo tu. Bado mnawafuata nyumbani. Na mimi niliwahi kumwambia mtu mmoja nikasema, huyu dada kitu ambacho anaweza sio kuwa msemaji wa timu. Anaweza akachukuliwa akaenda kwenye kikundi cha yule mzee Yusufu sio nini modern tarabu nini pale wanahitaji wale modern tarabu nini. Baka Tabora kwa mtindo wanaoenda nao Tabora, mimi naweza nikasema ile ni Tabora modern tarabu. Tabora modern tarabu. Kwa sababu hawana msemaji na mtu mchambaji ambaye anaweza mipasho. Yule ni modern ile Tabora modern tarabu. Hamna timu pale kaka. Nakwambia mimi, usimuona potola na stendi. Watu wanagusa wanachia wanapelekea moto. Wampelekwa moto na kina Kigimakasi. Kina Omar Hamisi, yani Omar Hamisi. Mimi nakumbuka nimecheza naye Mwananyamala. Yani Sheikh Tabora wamefungwa na timu wachezaji wanatoka Mwananyamala. Akia Mungu nakwambia. Sasa ukimkuta anaongea huko anatamba na timu yake, unaweza ukasema ni Barcelona ya mpira wa miguu. Lakini staili ambayo yeye anazungumzia mpira ni staili ya michambo ya taarabu. Ile ni modern taarabu. Kwamba timu hawana. Bwana mimi sahili, lakini shairi la leo nakusi usiwaimbia Songea. Songea wamejitahidi, wamecheza mpira mzuri sana. Muonyeshe RS. Na hawa kwanza tuwapongeze kwa ujasiri wa kuleta timu. Hawa sio kama wale ambao walikuwa wanakimbia. Hawa sasa kwa kuwa shairi wananchi wanapenda shairi. Nipigie shairi la amejaribu kutekenya mbingu
ngoma imemgomea. Amejaribu kutekenya ngoma imemgomea. Sijiweze. Fundigereji. Mstari mmoja tu hata nikimpa. Hebu rudia tena, wananchi wanakuelewa. Mimi namuogopa Mungu, nyie mnanisakazia. Huyo si mwingine Mangungu, gari lilimgomea.